Kwa Afrika kaburi daima ni siri. Lakini tangu nilipoingia jimbo kuu la Dar es Salaam, nilikuwa na mahali ambapo nilikuwa napapenda sana kwenda kusali, kwenda kutulia tu, na mahali hapo ni Pugu. Yule yeyote ambaye atapashwa kunizika, anizike kwenye kaburi langu kule Pugu. Kardinali Polycarp Pengo, safari ya imani, uongozi na mwisho wa maisha yake. Polycarp Pengo alizaliwa tarehe 5 Agosti mwaka 1944 katika kijiji cha Mwanze mkoani Rukwa, Tanzania. Tangu akiwa kijana alionyesha wito wa maisha ya kiroho, hali iliyompelekea kujiunga na mafunzo ya upadri na hatimaye kupewa daraja takatifu la upadri tarehe 20 Juni mwaka 1971. Hapo ndipo safari yake ya utumishi ndani ya kanisa Katoliki ilipoanza rasmi. Mwaka 1983 aliteuliwa kuwa askofu wa jimbo la Nachingwea, akianza jukumu la uongozi wa juu katika kanisa. Baadaye alihamishiwa jimbo la Tunduru, Masasi, ambako aliendeleza juhudi za kuimarisha imani, malezi ya waumini na maendeleo ya kijamii kupitia taasisi za kanisa. Uongozi wake ulitambuliwa zaidi mwaka 1992 alipoteuliwa kuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, jimbo lenye waumini wengi na ushawishi mkubwa nchini. Hatua kubwa zaidi katika maisha yake ya kiroho ilikuja mwaka 1998 alipoteuliwa kuwa kardinali na Papa John Paul wa pili, na hivyo kuwa miongoni mwa Watanzania wachache kufikia hadhi hiyo katika kanisa Katoliki duniani. Akiwa kardinali na askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa zaidi ya miaka 25, alijulikana kwa msimamo wake katika masuala ya maadili, familia, amani na mshikamano wa kitaifa. Sauti yake ilisikiwa si tu madhabahuni bali pia katika mijadala ya kitaifa kuhusu mustakabali wa jamii. Baada ya kulitumikia kanisa la Dar es Salaam kwa muda mrefu, alistaafu rasmi mwaka 2019 akirithisha uongozi kwa kizazi kingine, huku akiendelea kuwa sauti ya busara kama kiongozi mstaafu. Kardinali Pengo alifariki dunia tarehe 19 Februari mwaka 2026 jijini Dar es Salaam akiwa na umri wa miaka 81. Kifo chake kimegusa mioyo ya waumini wa kanisa Katoliki na Watanzania wengi kwa ujumla, waliomtambua kama kiongozi wa kiroho aliyesimama imara katika imani na maadili. Historia yake inabaki kuwa ushuhuda wa maisha ya kujitoa kwa Mwenyezi Mungu na kwa jamii pia. Kutoka kijiji cha Mwanze hadi kufikia hadhi ya kardinali, safari ya Pengo ni simulizi ya uongozi, unyenyekevu na utumishi uliodumu hadi pumzi yake ya mwisho. Pumzika kwa amani, Kardinali Pengo. Hii ni CF Media.